Kuelekea uchaguzi Oktoba 2025 katika kuwachagua madiwani wa bunge na kumchagua rais atakayekuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumewasili katika ofisi za TAKUKURU mkoa wa Tanga kuweza kujua nini zaidi wanachotuambia siku leo kuelekea uchaguzi. Nasir bin Nasir, Nainife Brothers Media, Tanga. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia uzima na kutuwezesha kukutana nasi pamoja, si ndio? Karibuni katika tukio hili leo muhimu la uhabarishaji umma juu ya mafanikio ya utendaji wa kazi za TAKUKURU mkoa wa Tanga katika kipindi cha Januari-Machi 2025. TAKUKURU Tanga yaboresha mfumo wa huduma za udhibiti taka ngumu jijini Tanga. Kwa upande wa tambuzi za mfumo katika kipindi husika, TAKUKURU mkoa wa Tanga imefanikiwa katika utekelezaji wa matakwa ya sheria na kanuni za udhibiti wa taka ngumu nchini Tanzania kwa kutumia mfumo wa punguza, tumia tena, rejeleza taka, au kwa Kiingereza tunasema reduce, reuse and recycle. Katika mkoa wa Tanga, mfumo huu umeanza kutekelezwa katika kata ya Central, Chumbageni na Ngamiani Kati. Pamoja na utekelezaji wa sheria ya udhibiti wa taka ngumu, uchambuzi uliofanywa na TAKUKURU umefanikisha kuweka mikakati wa kulipwa kwa madeni ya wazabuni, hivyo kufanya kazi ya uzoaji taka kuanza kutekelezwa kwa ufanisi. Kwa ujumla, zimefanyika chambuzi za mifumo 20 katika sekta za udhibiti taka na usafi wa mazingira, afya, kilimo na mapato, ambapo tumefanikiwa kubaini mapungufu na kuwasilisha ripoti za uchambuzi kwa wadau ambazo zimejadiliwa na maazimio yaliyofikiwa yametekelezwa na mengine yanaendelea kutekelezwa kwa ufanisi. Ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo. Katika kipindi cha Januari hadi March 2025, tulifanya kazi ya ufuatiliaji wa matumizi ya rasilimali za umma katika miradi ya maendeleo 54 yenye thamani ya shilingi bilioni 240,268,3,118 na senti 9. Katika ufuatiliaji wa miradi hiyo, miradi 12 yenye thamani ya shilingi bilioni 5,468,760,058 tu ilibainika kuwa na mapungufu, ambapo ushauri wa marekebisho uliotolewa na hatua za marekebisho ya mapungufu hayo zimechukuliwa na miradi ipo katika hali inayokidhi ubora kulingana na thamani ya fedha zilizowekezwa. Miradi hiyo ilikuwa ya sekta ya maji, elimu na afya. Utekelezaji wa programu hii umefanyika katika kata 19 ambapo jumla ya kero 48 ziliibuliwa, kero 33 zilitatuliwa na kero 15 zinaendelea kutafutiwa ufumbuzi. Wananchi wamenufaika kwa huduma mbalimbali katika sekta ya afya, elimu, maendeleo ya jamii, kilimo, utawala na miundombinu. Elimu kwa umma. Katika kipindi husika katika kutekeleza jukumu hili, tulikutana na viongozi wa dini ambao tumekubaliana kushirikiana kuwaelimisha waumini wao juu ya ubaya wa rushwa katika uchaguzi ili waweze kutekeleza wajibu wao na kuchagua viongozi bora wasiotokana na rushwa katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu. Pia tumeendesha semina kwa makundi mengine 70, uimarishaji wa klabu za wapinga rushwa 188, mikutano ya hadhara 67, maonyesho 13, makala 16 na vipindi vya redio 22. Tukija upande wa uchunguzi na mashtaka, malalamiko 126 yalipokelewa. Kati ya hayo 91 yalihusu rushwa na 35 hayakuhusu rushwa. Kesi moja mpya ilifunguliwa mahakamani ambapo kesi 13 zinaendelea mahakamani. Kesi 3 zilitolewa maamuzi ambapo kesi 2 kati ya kesi 3 zimeshinda sawa na 66.7%. Naomba nitoe wito kwa wakazi wa mkoa wa Tanga. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu. Kila mmoja wetu ashiriki kikamilifu. Tuzingatie yafuatayo: kuwa kura yako ina manufaa endapo utampigia mgombea ambaye ni mzalendo, ni mwaminifu,
mwenye hekima, busara na nia njema. Na kura yako hiyo hiyo ina madhara sana makubwa ukimpigia mgombea ambaye si mwaminifu, ambaye hana dhamira njema ya uongozi. Hivyo mwananchi, unapokutana na dalili zozote za mgombea au mtiania ambaye anataka kukushawishi kwa namna yoyote ile, jua kuwa huyo mgombea ana dalili ya kuwa na uongozi ambao hautakuwa mzuri. Hivyo vitendo vya rushwa ni kiashiria na dalili kuu ya mgombea ambaye hana dhamira njema, na kamwe tusimchague, si ndio? Toeni taarifa ili tuchukue hatua za kisheria dhidi ya huyo mtu, ili tubaki na wagombea ambao ni waadilifu. Kwa waliopo Tanga mjini, ofisi zetu zipo Bombo area karibu na Haba Club pale, na kwa wilayani fika katika ofisi ya TAKUKURU wilaya. Wasiliana nasi kwa kupiga simu namba 113 au kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa namba ya *113 leli, alafu unafuatisha maelekezo. Pia unaweza ukampigia mkuu wa TAKUKURU mkoa kwa namba ya simu 0738150225. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu.